Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Alhamdulillah, ni siku nyingine tena tumekutana katika channel yetu hii kwa ajili ya kujifundisha elimu mbalimbali zinazohusiana na mambo ya tiba. Na leo bwana, tutakuwa katika elimu ya tiba. Tutajifundisha kupitia kitabu kitukufu cha Qur'ani. Na leo tutajifundisha somo linalosema suratu muhurikati. Suratu al-muhurikati, sura zenye kuangamiza. Katika Qur'ani kuna sura nyingi sana. Kuna sura zenye kuvuta riziki, kuna suratul mahabba, yani sura zenye kuleta mapenzi, kuna sura za kinga, unaona bwana. Lakini pia kuna suratul munjiati, sura zenye kuleta faraja katika matatizo au majambo yasiyoeleweka. Kuna suratul mufarikati, sura zenye kufarakanisha labda maadui zako. Lakini pia zipo hizi sura zinazoitwa suratu muhurikati. Sasa kwa nini leo tujifundishe somo hili? Ni kwa sababu katika hizi siku 2-3 nilipigiwa simu na bwana mmoja, akanieleza vitu vingi, akasema lakini mimi ninayekupigia simu ni mtu mzima kidogo na miaka zaidi ya 70. Nilivamiwa shambani kwangu, kuna wafanyakazi kule, wale watu wafugaji wakaja katika lile eneo, wakafanya vurugu na wakamuua miongoni mwa mfanyakazi wangu anayesimamia lile shamba langu. Na mimi sina pa kushtaki, ukienda polisi, ukienda wapi, wale watu wanahonga mpaka kwa wakuu wa wilaya. Kwa hata ukifika huko hausaidii chochote. Kwa mimi nichague moja, ima niondoke katika lile shamba au kama nitaendelea kulima lakini nisipate. Sasa inaumiza sana. Nilipomsikia vizuri, tukaongea mambo mengi sana, nikamuelekeza vitu vya kufanya kwa kujijia kumshtakia Mwenyezi Mungu, lakini nikamuelekeza dua miongoni mwa dua ambazo zinaweza kumsaidia kama sehemu ya kuwashikisha adabu, kwa sababu Qur'ani kuna maeneo ambayo ukiagusa yanaweza yakaleta mapigo kwa maadui zako, hata kama wako wengi kiasi gani. Sasa leo tutajifundisha hizi suratu muhurikati. Hizi ni miongoni mwa sura zenye kuangamiza. Endapo kama msomaji atazisoma kwa nia kumtia madhara adui yake yoyote anayemfanyia uadui, sio kwa nia mbaya, ila kwa yule atakayekuwa amekukusudia vibaya, akawa na imani kwamba sasa na mimi nahitaji nimshtakie Mwenyezi Mungu, na yeye walau basi nusu hata ule uadui anaofanya kwangu urudi kwake, na yeye akaonje ile ladha ya kila anachokifanya, basi anaweza akatumia moja katika sura hizi akazisoma kwa utaratibu tutakaoelekezana, na yeye akawa amemshikisha adui yake adabu. Kwa hiyo hizi sura asome kwanza kwa maonezi. Kumbuka hii ni Qur'ani, lakini huwezi kumsomea mtu kwa chuki yako binafsi au kwa hasidi iliyokukamata. Yawezekana labda mtu kajenga nyumba nzuri, kanunua gari, kaoa mke mzuri, au kaolewa na mwanaume mzuri uliyekuwa ukimhitaji wewe. Sasa ile husuda ikakukamata, kwa nini yeye ndo apate kile? Acha nikamsomee muhurikati. Hii haingii, unaweza kujizulu mwenyewe. Hii inaingia kwa yule aliyezulumiwa, aliyeibiwa, aliyenyang'anywa mali yake, aliyeharibiwa mali zake, akafisidika. Basi hapo ndipo anapoweza kumshtakia Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akamjibu kwa yale aliyokuwa ameyakusudia. Kwa hiyo tunajifundisha suratu muhurikati katika somo la leo. Sasa
Kabla ya kuingia kwenye somo, nataka nitoe taarifa sasa rasmi ya ofa. Katika klipu iliyotangulia ni moja katika klipu ambazo zilizungumza habari za ofa itatangazwa rasmi Ramadhani itakapoingia. Na sasa tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna wengine ni chungu cha kwanza, kuna wengine ni chungu cha pili. Yote na yote Allah ndo mjuzi zaidi. Sasa watu wengi wamekuwa kilalamika sana kwenye issue hizi za ofa kwamba siku zinatolewa chache shekhe. Sisi wengine tunapoisikia taarifa ya ofa mpaka tujipange, tujikusanye, muda unakuwa umekwenda. Tunatamani sana kumiliki vitabu lakini tunakuta muda ambao tunahitaji kuvipata ndivyo muda ambao na wenyewe unakuwa umeshaisha. Na sisi hatuna la kufanya. Wakasema miongoni mwao kwamba ikiwezekana utuangalizie basi wala utupe muda mrefu kidogo utakao tusaidia na sisi hata tunaisikia taarifa ya ofa leo, hata mtu anajichanga ndani ya wiki moja, basi wiki ya pili anaweza kumfanikisha, kwa sababu kila mtu anatamani kupata vitabu viweze kumuongoza katika mambo mbalimbali. Angalia dua kama hizi. Leo hii unaweza kuwa mfanywa madhulumu, unadhulumiwa haki zako na hujui kwa kwenda, lakini kumbe kuna maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo ukijua kuyatumia yanaweza kukusaidia kukupa faraja na kukufanya uwe mtukufu na kuwashikisha adabu wale maadui zako. Sababu tunaishi katika dunia ambayo kila mmoja anajifanyia kile anachokiona kwa keki na mnufaisha. Hajali wewe utaumia, hajali wewe utakuwa vipi, lakini yeye anachoangalia ni maslahi ya nafsi yake. Sasa katika hili kuna wanyonge wanaoumia zaidi. Wanaumia zaidi na hawana pa kukimbilia. Kwa hiyo kama una kitabu au una vitabu vinakusaidia kwenye mambo mengi sana kutatulia majambo mbalimbali. Sasa taarifa ya ofa ipo hivi. Tulitarajia kuwa na vitabu vipya katika ofa hii, lakini mpaka nakwenda kuitangaza ofa hii watu wanaohusika na uandishi bado hawajavifanyia editing zile za mwisho, yani kuzihakiki kwamba viko sawa. Kwa hiyo ikalazimika sasa tuviondoe kwanza kwenye mfumo wa ofa hivyo vitabu vilivyokuwa vimeandaliwa. Kwa hiyo mpaka saizi tutakuwa na vile vitabu 12. Lakini muda si mrefu kutoka sasa tutapata vitabu vipya. Kwa hiyo sasa ofa hii itakuwa ni ya vile vitabu 12 ambavyo tulivizoea. Sio kwa wote, kuna wengine wamemiliki vitabu hivyo 12, wengi tu zaidi ya watu 200. Sababu miongoni mwa ofa za mwishoni, ofa iliyotoka mwezi wa 12 mwaka jana, ofa iliyotoka mwezi wa 10 na ofa iliyotoka mwezi wa 9 ilikuwa na vitabu 12. Kwa hiyo katika hizi miezi mitatu zilizotolewa ofa, kuna wengi waliweza kumiliki vitabu ambavyo idadi yao imefika karibia watu 200 mpaka 300. Sasa wapo wengi wengine wanatamani kuvimiliki vitabu hivyo, lakini ndio hivyo, mambo hayajawa mazuri. Sasa ofa hii katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, binafsi mimi nimependelea tuwe waungwana sana kwa wanyonge na wale wenye nafasi. Ofa hii itakuwa ni ya vitabu 12 kama nilivyosema, na bei yake itakuwa ni shilingi 1045 badala ya 1,085. Kwa hiyo mtu atalipia 1045 kisha atatumiwa vitabu 12 kwa mfumo wa soft copy, bimaana anatumia kwa njia ya WhatsApp au email katika simu yake, kompyuta yake, laptop yake au tablet yake. Kwa hiyo huu ndio mfumo ambao ataupokea vitabu hivyo. Kwa hiyo unapokwenda kufanya malipo ya vitabu hivi, wewe unajua mfumo utakaopokea vitabu hivi ni ule mfumo wa soft copy ambao unaweza ukakuharakishia kuvipata vitabu hivyo ukiwa nchi yoyote ndani ya muda mfupi. Hata kama ungekuwa wapi, Marekani, Ulaya, wapi, ndani ya dakika 30 unakuwa umeshapata vitabu vyako vyote. Sasa utaratibu wa malipo na upataji wa vitabu upo hivi. Ukiwa ni miongoni mwa watu unaotamani kunufaika na ofa, cha kwanza unatakiwa ufanye malipo ya hivi vitabu ambayo itakuwa ni shilingi 1045. Unalipia kwenda namba mojawapo katika hizo 3 unazoziona hapo. Namba zote 3
zinatoa jina la Bashir Hussein Lugamba. Ukishalipia linatoka jina hilo. Baada ya kufanya malipo na muamala ukasoma imethibitishwa kiasi kadhaa kimetoka kwa Bashir Hussein Lugamba, basi huo muamala unatakiwa upige picha au screenshot. Ukisha screenshot unitumie mimi kwenda namba moja wapo katika hizo 3. Yani kwenye WhatsApp, kwa sababu namba zote zinapatikana na WhatsApp. Unautuma ule muamala kuja kwenye namba yangu moja wapo katika hizo kuthibitisha malipo yako. Hii ni kuthibitisha malipo yako, kwa sababu ukishalipia pesa alafu labda ukanitumia ujumbe kwamba sheti, yani nimelipia pesa ya vitabu, mimi sijathibitisha. Je, najuaje kama ni wewe au ule muamala ulioingia ni wewe? Kwa unaponitumia pale kupitia namba yako unayotumia WhatsApp, basi ndio mimi nathibitisha kumbe huyu aliyenitumia huu muamala ndio aliyelipia ile pesa. Kwa hiyo kuscreenshot ule muamala au kupiga picha na kuutuma kwenye WhatsApp yangu ni kuthibitisha malipo, bi maana wewe ndio ulifanya malipo. Na huwezi ukalipia wewe akapokea vitabu mtu mwingine. Labda kama utanielekeza kwa bana mimi nimelipia hela vitabu, lakini nahitaji vitabu hivyo vitumwe kwenye namba fulani, unanitumia. Labda inawezekana huyo ni mtu wa labda wa stationery au ni mtu wa wapi atakayeweza labda kuvifanyia printer, sababu kuna wengine hata jana nilikuwa nawatumia watu vitabu wanasema mimi usinitumie kwenye namba yangu, nataka umtumie mtu wa stationery moja kwa moja print, kwa sababu hivi vitabu vina mifumo miwili ya kuvisoma. Mfumo wa kwanza unaweza kuvisomea ndani ya simu yako uliopokelea au kompyuta au laptop au tablet uliopokelea. Aidha unaweza ukaviprint ukapata zile nakala za kushika kwa mkono. Sasa hiyo unakwenda stationery. Sasa kuna wengine wao wanapendekeza tu viende moja kwa moja stationery ili aende akavichukue kule vimesha printiwa. Kwa hiyo anaenda anachukua namba mtu wa stationery then anakutumia. Kwa hiyo hili nalo linawezekana, lakini ni lazima uthibitishe malipo yako kunitumia ule muamala kuja kwenye WhatsApp yangu. Ukishathibitisha malipo yako, basi wewe subiri vitabu ndani ya muda wa dakika 1 mpaka dakika 30 utavipata vitabu hivyo. Sasa kuna changamoto moja ambayo huoga inasumbua sana kwenye issue ya upigaji wa simu. Ni kweli watu wengi wanatamani kupiga simu wathibitishe kwamba ni kweli ni wewe ndio unayefundisha kule kwenye Tiba Fact na ndio wewe ndio unayetaka kutumia hela. Ni kweli wanatamani hivyo, lakini mara nyingi simu zangu huwa ziko busy na wale waliopiga simu wanalishuhudia hili. Si kwamba mimi sipendi kupiga simu, isipokuwa kuna wakati unabidi uweke simu pembeni kwa ajili ya kazi maalum. Mfano kazi ya dua, unafanya dua labda ndani ya masaa 3 mpaka 4, uweze ukashika simu. Na simu zangu mimi wasizizimi masaa 24. Utapiga tu itashindwa kupokelewa. Kwa hiyo ukiona umepiga simu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3 haijapokelewa, basi usipige tena. Cha kufanya ingia WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo unayopigia, ipo WhatsApp, itumie ujumbe kwamba mimi nilikuwa nataka kufanya malipo, sasa nitaka unithibitishie namba hii labda ni ya kwako kweli au hivi. Kuna wengine watu wanakuja kuuliza maswali kwamba ni wewe kweli? Mwingine anakuwa hana imani. Sasa ukiona kwamba unaka jambo kako unataka ukathibitishe, basi nitumie ujumbe WhatsApp. Mimi nikimaliza zile shughuli zangu labda za dua na harakati, nitakuja nikujibu, then nitakuelekeza kama kuna pahala ambapo umekwama, nitakuelekeza. Hii ni njia ya shortcut, kwa sababu siku utakazozitangaza hapa zikiisha hujapata ofa hii, ina maana huwezi kunufaika tena. Na hili baadhi yenu mmelikutana nalo, unakuta ofa imeisha afu unakuja unaomba ofa peke yako, inashindikana. Unasema mbona shalitoa kule ofa na imekaa muda mrefu, mbona ameninyima mimi? Sio kunyima, ni muda ukishaisha hatunaga nafasi ya kumpa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo ofa hii itadumu kuanzia leo, lakini ofa hii itakaa ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani. Ni ofa moja ambayo sio kuitoa kabisa. Lakini hii nimekuja kufuta sasa yale mabonde ambayo watu wanasema kwamba mishe taarifa za ofa tunazipata lakini zinawahi kuondoka, sisi hatujajipanga. Sasa tunajua mwezi una mambo mengi. Watu wanataka kupata futari, lakini pia watu wanataka wapate na wenyewe manufaa kielimu. Sasa sisi tumetoa ofa hii ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani. Mtu anaweza kalipia muda wote, saa yote, hiyo usiku, hiyo mchana, hiyo asubuhi, hiyo jioni, maadamu ipo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ila siku ya Ramadhani ukiona imekwisha, siku hiyo ndio na ofa inaisha. Kwa hiyo nitakuja kuitangaza siku inaondoka kwamba kesho bwana ndio siku ya mwisho. Nitakuja kuitangaza, lakini pia tutakuwa kumbushana katika klipu zitakazokuwa zinaendelea. Kwa kama unapata bahati ya kusikiza ofa hii leo, basi ukae ukijua ofa hii inaanza leo mpaka
siku ya mwisho ya mwezi huu wa Ramadhani. Lengo la kuweka siku nyingi hivi ni kutaka kila mmoja, hata yule mwenye maskini ambaye anaungaunga anapata 2,200 anaweza kuipata ufai, kwa sababu akiweka bajeti yake vizuri ndani ya hizi siku 28 29 anaweza kanufaika na ufai, na si vinginevyo. Baada ya hapo tutaondosha ufai, na huenda hii ndio ikawa ofa ya mwisho yenye itakuwa na bei ya shilingi 45,000, kwa sababu baada ya hapo kuna vitabu vipya vitatokea. Vitakapotokea hivyo, ofa hii itakuwa inaongezeka bei, au huenda isiwepo kabisa, hii kawa hii haipo tena, ikatangazwa vitu vingine. Kwa hiyo inshallah huu ni utaratibu wa ofa kwa wale ambao wanahitaji kumiliki vitabu vya elimu ya tiba, watafuata utaratibu huo. Kama kuna sehemu ambapo utakuwa hujapaelewa, itabidi unitumie ujumbe WhatsApp, sio ujumbe wa kawaida. Mara nyingi ujumbe wa kawaida huwa hujibiwi, kwa sababu kunakuwa na jumbe nyingi. Sasa njoo WhatsApp unitumie ujumbe, mimi nilisikia kuhusu ofa lakini kuna jambo moja sijalielewa hivi. Nitakuelewesha, then utafanya malipo yako, alafu utapatiwa vitabu. Kwa hiyo hii ni taarifa ya ofa ambayo watu wengi walisubiria. Sasa ni rasmi, kuanzia sasa mtu anaweza kufanya malipo yake, iwe asubuhi, mchana, jioni au usiku. Anafanya malipo yake kisha anathibitisha malipo hayo kwenye WhatsApp kwa kutuma screenshot au picha ya muamala huo. Turudi kwenye somo letu. Somo letu nasema sura zenye kuangamiza au suratu al-muhulkat. Sura hizi zimefundishwa katika kitabu changu cha Maajabu ya Qur'ani katika kutibu maradhi na kuondosha shida mbalimbali, kitabu namba 1. Kwa asilimia kubwa kitabu hichi wengi wanacho, lakini kwa bahati mbaya watu wengi waga wavisome vitabu. Sasa kuna kitu unaweza ukashangaa, leo nafundishana hivi, kumbe hiki kitu kimeshaandikwa miaka mingi sana kwenye kitabu, ila wewe ukijui. Inawezekana unaviangalia tu, vitabu vyangu bwana nimevinunua vitabu vyangu, lakini husomi ndani. Sasa kuna vitu vya kukusaidia lakini wewe hujui jinsi ya kuvitumia. Sasa tunarudishana kwanza kwenye mstari. Hizi ni suratul muhlikati. Suratul muhlikati ni sura zenye kuangamiza endapo kama msomaji atasoma kwa nia ya kumtia madhara adui yake yeyote anayemfanyia uadui. Kuna ule uadui wa kulogwa. Mtu unalogwa, maradhi haya yanatoka, haya yanaingia, haya. Yaani unakuwa ni mtu wa kugogua, pesa zako zinapotea kwenye magonjwa. Unaweza ukasoma sura hizi kwa ajili ya kurudisha ubaya huo, na yule aliyefanya ubaya aweze naye kuadabika. Lakini pia sura hizi unaweza kuzisoma sura hizi kwa nia ya kumwadhibu adui yako limfike jambo lolote utakalolikusudia wewe. Mfano, wewe umeshamjua au hujamjua mtu anayekufanyia uadui, ukasema mimi nataka nisome sura hizi nimlilie Mwenyezi Mungu kwa yale alionifanyia mtu fulani, labda ameniloga, nimeugua muda mrefu, au nimekuwa hivi, au amenitia madhara kwenye mashamba. Kama mfano kama bwana analalamika anakaribia eka 60, lakini watu wamelisha ng'ombe, wamelisha mazao mule. Sasa wewe unafikiria mtu amelima eka 60 ametumia milioni ngapi gharama, alafu bado unamuingizia ng'ombe pale. Gharama gani ameitupa pale, alafu imekuwa ni hasara. Sasa unaweza ukasema mimi nataka alifanya hivi limkute jambo fulani. Mfano wa mambo, kumtia mtu ukichaa au uenda wazimu, au kupotelewa na yeye na mali yake, au kitu chake chochote utakachokuwa umekusudia kwamba kwa kuwa amefanya hivi na mimi nahitaji nisome dua hii au nifanye kumlia Mwenyezi Mungu kwa maneno haya, lakini na mimi nataka apate hasara hii. Aidha ukasema mimi nitasoma maneno haya Mwenyezi Mungu, sura hizi, nia yangu mimi ni yule aliyenifanyia uadui fulani na yeye limpate lolote lile ambalo Mwenyezi Mungu atakadiria. Nayo pia unaweza ukakusudia. Kwa hizi sura zinasomwa kwa nia hiyo na si vinginevyo. Kumbuka unayemfanyia dua hii au unayefanya dua hii, hakikisha umezulumiwa dhuluma iliyo ya kweli. Sio wewe ndio ulianza kudhulumu alafu baadaye ukafanywa na wewe mazila ndio roho ikakuuma zaidi, ukasema mimi nimezulumiwa, mimi sikubali. Ukifanya hivyo, ukafanya dua hii hali ya kuwa wewe ndio ulianza kudhulumu, utakuwa umejidhulumu mwenyewe. Na kwa bahati mbaya dua hii huwa simfanyii mtu yoyote. Yaani dua za kudhulumiana, sijui dua za kulipa visasi, huwa simfanyii mtu yoyote, kwa sababu mimi nimesikiza upande wako. Wewe unalalamikia, bwana wewe nimezulumiwa, mimi nilikuwa nahitaji shehe msaada wa dua hii, ni shingapi unifanyie dua. Mimi waga sifanyi dua hii kwa sababu nimekusikiliza wewe, lakini upande wa pili sijakusikiliza. Inawezekana wewe ndio ulianza kudhulumu kule.
Baada ya kudhulumu kule, na wao wakasema na sisi tukubali, na sisi tumfanyie hivi. Limekukuta la kukuta, umeanza kuumia, ndo unatafuta msaada. Sasa hii dua anaweza kujifanyia mtu yoyote maadamu tu unajua kusoma. Au kamtafute mtu anayejua kusoma, muelekeze kipengele hichi akakusomee. Sasa ni zipi hizo suratul muhurikati? Sura ya kwanza, zipo sura 7 zinazoitwa suratul muhurikati. Na kila sura moja utaisoma mara moja tu. Yaani kila sura moja unaisoma mara moja afu unakwenda kwenye sura nyingine. Sura ya kwanza unatokea usome suratul muzammil. Suratul Muzammil. Hii ni sura ya 73 katika kitabu kitukufu cha Qur'ani. Qur'ani na sura 114. Kuna sura ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sasa sura ile ya 73 kwa wale wanaojua kusoma Qur'ani ndio sura inayotakiwa isomwe hapa, ndio sura ya kwanza. Inaitwa suratul Muzammil, ile ya ayyuhal muzammil mpaka kuendelea huko. Sura ya pili ambayo inatakiwa isomwe katika kisomo hichi ni suratul Buruj. Suratul Buruj hii ni sura 85. Andika kama una kitabu, andika hizi namba, zitakusaidia sana wewe ambao unataka kwenda kufanya kisomo hichi. Suratul Buruj. Idha sama Suratul Buruj ni sura 85. Wasamai dhatil buruji wal yawmil maude washahidin wa mashuhude mpaka kuendelea ya mwisho. Utasoma sura hiyo kwa ile mara moja tu. Ukitoka hapo unakwenda kusoma sura ya 65, inaitwa suratul Tariq wasamai watwaliki mpaka mwisho. Hiyo sura utaisoma na yenyewe mara moja. Baada ya hapo utasoma suratul Fajri. Suratul Fajri hii ni sura ya 89 katika kitabu kitukufu cha Qur'ani. Inaweza ikaanza sura yoyote, sio lazima usome kwa mpangilio huu ninaokusomea, ila unaweza kuanza sura yote, ila zote zisomwe kwa idadi ya mara moja moja. Kwa hiyo unaweza kuanza zile namba ya chini ukaja namba za juu. Kwa suratul Fajri ile wal fajri mpaka mwisho, hiyo utaisoma na yenyewe mara moja. Alafu sura namba 5 ni suratul Nashrah. Sasa hii sura ni sura yenye kuleta misaada mingi. Utashangaa kwa nini imeingizwa kwenye muhurikati, kwa sababu hii sura tunaitumia kwenye mambo kurahisisha mambo, riziki, sijui nini, kutaka kuoa, kuolewa. Yaani vitu vizuri tu inaletaga vitu vizuri. Lakini sasa hii sura ikiingizwa kwenye huu mchakato hapa, ina maana inarahisisha sasa lile jambo lako na uliomba wewe liende likawe vizuri. Ndio maana imekuja huku. Inaitwa suratul Nashrah, ile alam nashrah laka sadraka wa wada'na ka wizraka alladhi anqadha dhahraka mpaka mwisho. Hiyo ni sura 94. Suratul Nashrah ni sura 94. Sura ya 6 utakayoisoma katika kisomo chako ni suratul Qadri. Suratul Qadri ile inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadr mpaka mwisho. Suratul Qadr ni sura 97 ndani ya Masaf au kitabu kitukufu cha Qur'ani, na yenyewe itasoma mara moja, ipo katika juzuama. Hizi sura zote nazokusomea hapa zipo kwenye juzuama. Hakuna sura hata moja yenye iko juzuu zingine. Kwa hiyo usije ukahangaika labda hiyo sura inapatikana juzuu ya 3 au ya 4. Sura zote zipo kwenye juzuama. Ile juzu ya kufundishia, ile ambayo unapoingia madrasa ndo utaanza kusoma alifu bete mpaka ye, baadaye utakuja alfata sijui nini, baadaye utaanza kusoma alhamdu, utakuja kulhuwala, falak, nasi, tabati, nasiri, kauthala na kuendelea. Sasa hizo sura unaanza kusoma na utazikuta na hizi. Sasa zenyewe ziko mbele kidogo. Sura ya 7 ambayo ni sura ya mwisho ni suratul Quraish. Liilafi Quraish ilafihim rihlata shitai wa sayf falyabudu rabbaha dhal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amana min khawf. Hii sura ni sura 106 katika kitabu kitukufu cha Qur'ani, na yenyewe itasoma mara moja. Kwa sura hizi unaweza kuanza sura yote katika kusoma. Unaweza kuanza zile sura fupi ukaja kumalizia sura ndefu. Kama hii Muzammil ni sura ndefu, unaweza ukaifanya ikawa ya mwisho au ukaifanya ikawa ya kwanza. Vyovyote vile, cha msingi sura hizi kila moja isome mara moja.
hiyo utasoma sura hizi kwa idadi ya mara moja moja kwa kila sura moja. Kisha ukishamaliza kusoma utatia nia yako ya jambo lako ambalo unahitaji Mwenyezi Mungu akufanyie, inshallah litakuwa. Nini cha kuchoma? Unaweza ukatumia bukhuli shari au ubani shari na ubani mashtaka. Kwa wale wanaopenda kuchoma hizi bukhuli, tafuta ubani mashtaka na ubani shari. Basi unachukua ule ubani unaunuiza vile unavyotaka, afu baadaye unaweka hapo. Kwa kipindi unasoma unafanyaje? Unakuwa unachoma kidogo kidogo. Hii itakufanya lile jambo unalokusudia liwe. Sasa mushkeli kubwa katika sura za maangamizi ni wewe kufanya dua hii hali ya kuwa wewe ndo ulianza kukosea. Kiukweli hautokuja kukosa kuona rangi yoyote katika maumivu utakayoyapata. Kama wewe utakuwa ni mwanzilishi wa uadui alafu kaenda kusomesha dua hii au kasoma dua hii, jikague kwanza. Je, wewe ubaya uliokukuta au hayo madhara uliyoyapata, wewe sio mwanzilishi? Kama wewe sio mwanzilishi basi sawa. Kama wewe ni mwanzilishi basi ni vizuri ukajichunga na ukaendelea kustahimili na maumivu. Lakini kama wewe ni mlahimu, wanakutumia uadui au wanakufanyia uadui kutokana na upole wako, basi unaweza ukafanya dua hizi ukamlilia Mwenyezi Mungu. Kumbuka maneno ya Mungu huwa hayaendi patupu. Ukisikia mtu anakuambia niache nimlilie Mungu au namwachia Mungu, sio kwamba anamwachia Mungu tu. Yaani mtu anayekwenda kumlilia Mungu bala lake ni lingine. Bala lake ni lingine, kwa sababu Mungu anapokuja kupitisha maamuzi yake ni yale matokeo ya majuto sana. Kuna mtu mmoja alizulumiwa. Katika hizi dua za kuzulumu na kufundisha kitu kimoja ambacho ushangai kidogo. Alifanywa dhuluma, akaenda mahakamani. Alipoenda mahakamani, yule bwana aliyemshtaki alikuwa na vifedha. Kwa yule bwana alishtakiwa, akaenda akamhonga hakimu, akatafuta mashahidi akawanunua, akawapanga, mtasema hivi, akawapa hela. Yule bwana akajiona yeye ndio mwenye haki kabisa, yule alienda kushtaki, kwa sababu yeye anasema mimi ndo nimezulumiwa na huyu bwana amshinda. Kufika mahakamani, kesi ikapanda jukwaa. Hakimu kahongwa, mashahidi wamehongwa pia. Yule bwana kazungumza mpaka mwisho. Hakimu akahitaji ushahidi. Je, kuna mtu alishuhudia haya au kuna uongo unasemwa? Mashahidi wakapandishwa yule bwana. Huyu bwana ni muongo, huyu bwana hivi. Yule bwana kashangaa, kwa nini inakuwaje mimi ndo mwenye haki alafu ndo nimezulumiwa? Kumbe ni masuala ya fedha yametumika. Basi yule bwana alirudi chini, akasoma miongoni mwa sura zenye kuleta maangamizi kama hizi. Unaambiwa haikupita hata muda mrefu, yule hakimu kipindi anatoka mahakamani katika siku za kuhudhuria kesi, anatoka tu mahakamani akagongwa na gari. Kugongwa na gari ikawa kalu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wale mashahidi walipoliangalia lile tukio wakasema, kama ndo yule jamaa kafanya vile, kagongwa na gari, sisi tutakuwa ni kina nani? Sisi itakuwa ni kina nani? Tumezulumu? Hapana. Ikabidi tena wale mashahidi warudi mahakamani, waende wakaseme ukweli kwamba jamani, yule jamaa aliyekuja kushtaki hapa, yule ndo alikuwa mwenye haki. Sisi tulinunuliwa tu, tuseme hivi yule bwana ashinde. Lakini kwa wale tulioyaona kupitia hakimu, hapana. Sababu dozi ilianza kwa hakimu, yule aliyetoa hukumu kwamba wewe bwana umefeli, kesi yako imeshindwa kwa sababu wewe hauna ushahidi. Mungu akaanza na yule kumdondosha kwanza. Sasa wale mashahidi walikuwa na akili, wakasema kwa jitu ya hela twende tukarudishe tukajiseme kule. Kule bwana akaitwa tena akapewa haki yake na wale mashahidi wakao upande wa huyu. Kule bwana wa kwanza akashindwa. Sasa unaweza kuona akatokea kama kadogo, lakini hii kitu ina maana wale jamaa wasingesema ukweli, na wenyewe ilikuwa nizamu yao inafuata na wengine, yani
Dua inaweza kapiga cheni hata watu 1000 kama wamehusika wote kufanyia fitina na hiana, wanaweza kupigwa wote katika mzunguko, kila mmoja akapata dozi kwa wakati wake. Kila mmoja anaanza na yule kubwa wao, inaenda inashuka mpaka inamaliza wa mwisho. Kwa hiyo dua sio kitu cha mchezo, wala sio kitu cha kumwachia Mungu akwambia bana mimi umekusana na mtu anakuambia basi bana mwachia Mungu, ukalizika na yale maneno ya mwachia Mungu. Watu wagawa mwachie Mungu wanakwenda kufanya vinyo wanatakiwa kuvifanya huko. Sasa hii ni moja kati ya sura zenye zinaweza kukuletea habari hizo. Zinaitwa suratul muhrikat, sura zenye kuangamiza. Sio sura zenye kucheza cheza, ni sura zenye kuangamiza. Sio suratul munjiati zenye kubembeleza. Siku nyingine nitakuja kufundisha suratul mufarikat, sura zenye kufarakanisha maadui. Japo tumeshazifundishaga miaka 4 iliyopita huko, lakini nitakuja kufundisha siku moja uanze kupata ibla fulani kwamba kumbe Qur'ani inaweza kutusaidia kwa nafasi kubwa sana. Ni sisi tu tumeipa mgongo, lakini tukiipa kifua tukaiweka mbele tukaitanguliza inaweza ikatusaidia mambo mengi sana sana sana. Inshallah kwa leo tuishie hapa, lakini tutaendelea katika siku nyingine Mwenyezi Mungu akijalia. Kumbuka ofa imeanza leo, lakini ofa hii itadumu ndani ya siku zote za mwezi wa Ramadhani. Sasa usije ukasema siku ni nyingi talipia tu. Wewe mambo yanabadilika. Uweze jua mabadiliko yatakujaje huko mbele. Ila mimi kwa sasa nimezamilia ofa ibaki tu ndani ya muda wa masiku yote ya Ramadhani, ili kila mmoja anufaike, yule mwenye kikubwa apate, mwenye kidogo apate, mwenye anajitafuta pia na yeye apate. Kumbuka hizi elimu jamani zinasaidia sana. Mimi napokea vitu vingi sana. Napokea mirejesho mingi sana. Watu wasema shehe tunashukuru umetusaidia hichi, mimi nilikuwa na matatizo haya, vitabu vyako vimenisaidia, nimeweza kujitibu, nimetibu ndugu zangu. Sema sasa mimi kwa bahati mbaya huwa sio mtu wa kuleta mirejesho hapa kwenye hii channel nianze kusema mimi nifundisha dua fulani imeshamsaidia mtu fulani. Yaani ukiniona nimesema hivi basi kuna sababu za msingi sana, ila sio mimi mtu wa kuleta mirejesho. Kwa sababu mimi ninachokufundisha leo nataka ikakusaidie. Hata kama lengo langu ni kukusaidia wewe, ukishanufaika tena nianze kukutangaza tena hapa. Ndio maana uwezi ukakuta katika channel hii hakuna mirejesho inayozungumzwa mara kwa mara. Ukiona nimesema hivi basi kuna sababu za msingi, nataka tuwe uelewe tu, kukazia lile somo lieleweke vizuri. Lakini lengo wasi kutangaza mirejesho ya watu, ila kiukweli vitabu hivi vinawanufaisha wengi. Kuna wengine washakuwa matabibu, wanafanya kazi vizuri, wanajisaidia. Ni furahi sana. Kuna mwanafunzi wangu mmoja nilimfundisha mimi mwenyewe mwaka mmoja darasani, baada ya hapo akawa mwanafunzi wa kwenye vitabu pia. Ananipigia simu, shehe niko Kilimanjaro nafanya dua bwana. Shehe niko Zanzibar bwana nimeitwa kwenye dua. Shehe niko Singida. Naona raha sana, anasema bwana huyu. Yaani kuna mikoa mingine imekanyaga mpaka mimi yenyewe kukanyaga. Kwa hiyo yote ni manufaa ya nini? Ya elimu. Elimu inakutembeza. Na anakwenda huko analipiwa nauli ya kwenda, analipiwa nauli ya kurudi, na analipwa pesa za kufanya kazi ya dua. Anawasaidia watu wanapona. Anaenda kuwazindikia manyumba yao, anaenda kuwafanyia dua watu wanapona magonjwa tofauti tofauti. Kwa hiyo unaweza kusema kumbe linawezekana, na wewe unaweza ukaamua sio kwamba labda watu fulani ndio wamebarikiwa kufanya kazi hizo. Unaweza nawe ukaamua leo ukajifundisha, ukakaa chini ukasoma vitabu vyako vizuri. Penye unafeli unauliza, unatafuta mwongozo, mambo yanakwenda vizuri. Juzi nilikuwa napitia comment fulani kwenye YouTube. Mtu mmoja alisema kwamba nilikuwa nataka kuuza shamba na feli, nataka kuuza shamba. Alinipigia simu siku moja tu akaniambia, "Shehe vipi naweza nikatumia majina ya Barati kwa ajili ya kuuza shamba?" Akasema, majina hapo. Kuna ile jina Tarkabi. Tarkabi ni miongoni mwa majina ya Barati ambao wanafanya kazi za kuvuta vitu. Sasa kuvuta mpenzi, kuvuta nini? Akasema, "Kwa nini kama linatumika kuvuta, kwa nini mimi nisilitumie kwenye kuuza shamba? Kwa sababu linaleta mvuto." Akasema, "Fanya." Nikamuelekeza jinsi ya kufanya. Ali comment hapo, kama utakuwa unapitia hizi darasa katika comment section utakutana na huyu mtu ali comment kitu. Akasema, "Nashukuru sana, niliuza vizuri." Kwa hiyo unaweza ukashangaa, mimi nimefeli kuuza nyumba yangu, kuuza kiwanja changu, kuuza gari langu, kuuza pikipiki yangu. Kila mteja akija akiona mara moja anaondoka. Kwa nini wewe unafeli wakati kuna njia zimeshaelekezwa? Ukifanya hivi unaweza ukauza hichi, ukifanya hichi kinaweza ikaenda hichi, ukifanya kile mambo yatakuwa mepesi. Kwa ni wewe tu kutokuwa na ule ujuzi, ndio maana bado unahangaika. Lakini elimu ni ufunguo wa mambo mengi, ndio maana nakwambia elimu ni ufunguo. Elimu ni mali, elimu sijui ni nini, elimu ni taa. Kwa sababu ukiwa na elimu inaweza ikakuongoza kwenye vitu ambavyo wewe vimekushinda, ikakumulikia kwamba bwana pita hapa. Unataka kufanya hichi, fanya hichi. Unataka kwenda pale, pita hapa.
Ndio maana halisi ya elimu, kwamba inakusaidia kukuwekea wepesi katika majambo yako. Inshallah, hii ni Tiba Facts Online TV. Mimi ni Ustadh Bashir, tukutane kipindi kingine. Asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.